kuwa sheria. Na ndio maana Yesu anawaambia waandishi na Mafarisayo, mmeacha mambo muhimu ya nini? Ya sheria. Sawa, zaka ni sheria, lakini sio muhimu miongoni mwa mambo muhimu ya nini? Ya sheria. Yaani lakini mwingine anakuambia usipolipa zaka unakwenda motoni. Sasa kama unamfundisha sheria, mfundishe mambo muhimu ya nini? Ya sheria, sio zaka. Zaka haitaji kama ni mambo muhimu ya nini? According to Jesus Christ of Nazareth of Galilee. Yes. Kwa mujibu wa Yesu Kristo wa Nazareti wa Galilaya. Anasema mmeacha mambo muhimu ya nini? Mambo makuu, tena sio muhimu, mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na nini? Na imani. Anasema hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msifanye nini? Msiache. Kwa hiyo Yesu hakuwazuia kulipa zaka. Aliwaambia walipe. Aliwaambia walipe watu gani? Wa Israeli. He came for Israel. Habari ndo hiyo sasa. Amen. Alikuja kwa ajili ya kondoo waliopotea wa nyumba ya nini? Ya Israeli. Na hapa Agano Jipya lilikuwa bado halijaanza. Biblia inasema hivi, hakuna agano pasipo damu. Yesu anaongea hapo, hajauendea msalaba bado. Damu yake haijafanya nini? Haijamwagika. Maana yake Agano Jipya lilikuwa bado halijaanza. Hebrews, Waebrania ngapi? Tuweke hiyo sawa. Waebrania 9 ngapi? 16. Yaani mtu ameshika tu Mathayo 1:1, hebu tusome Agano Jipya. Mathayo 1:1. Mathayo 1:1 Agano Jipya. Si hapa nyuma wameandika kabisa Agano Jipya. Haleluya. Mathayo 9 ngapi? 16. Tufike pale. Amen. Mathayo, samahani, Waebrania 9:10 na ngapi? 16 inasema, maana tusome pamoja, 1 to go. Inasema, maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kiswahili inataja tu agano la urithi. Kiingereza inataja kabisa testament. Hebu tusome ambao wana King James Version. Inasemaje? For where a testament is. For where a testament is. Na sisi Agano Jipya wao tunalihitaji kwa Kiingereza New Testament. Sasa tusikie habari yake hapa. Inasemaje? For where a testament is, there must also of necessity to be. Yaani hebu sikiliza. Hasemi tu there must. There must also of necessity. Do you understand? Sio tu lazima, lakini kwa umuhimu. Yes. There must also of necessity the death of a testator. Amen. There must also of necessity the death of a testator. Yaani ni lazima, kwa umuhimu kabisa, kuwepo mauti yake aliyelitoa. Yes. Testament inatokana na kuwepo kwa testator afe. Yes. Yesu anaongea kwenye Mathayo 23:23, hajauendea msalaba. Amen. Maana yake hajafa. Yes. And for the testament to exist, there must also of necessity the death of a testator. So for the New Testament to exist, there must also of necessity the death of Jesus Christ. Amen. Because he's a testator. Hapa alikuwa jafa. Unasemaje ni Agano Jipya? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Kwa hiyo aliwaambia, hata hivyo aliwaambia Waisraeli hawa Mafarisayo, waandishi na Mafarisayo walikuwa ni Waisraeli, na ndio huduma yake aliyokuwa amepewa. Ukisoma katika Wagalatia ile sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 5, sio lazima tupitie, lakini kwa mtu ambaye anafuatilia ni rahisi. Anasema hata ulipowadia wakati Mungu alimtuma mwanao, si ndio? Afanye nini? Tuisome ili tuiweke sawa. Wagalatia sura ile ya 4. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 5, si ndio? 4 hadi wa 5. Kama tumefika tuseme amina. Amen. Inasemaje mstari wa 4? Anasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa hiyo Yesu alikuja basically kwa ajili ya waliokuwa chini ya nini? Ya sheria, ambao ni watu gani? Wana wa nini? Wa Israeli. Haleluya. Amen. Ndio hawa Mafarisayo na waandishi. Kwa hiyo baada ya kifo cha Yesu, huduma hii ya Kiyahudi iliendelea kidogo. Ndio maana utaona katika Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, Matendo ya Mitume sura ya kwanza, haleluya. Amen. Tuanze tu mstari wa kwanza. Anasema kitabu kile cha kwanza na likiandika Teofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufanya nini? Na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku ngapi? 40, na kuyanena mambo yaliyohusu nini? Ufalme wa Mungu. Kwa hiyo utaona Yesu alikuja na aliwaambia kabisa, msiingie katika njia ya mataifa, msiende, wala kwa Wasamaria msifanye nini? Msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, na mkifika huku semeni, ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Kwa hiyo he came to preach the gospel of the kingdom of God. Na hata alipofufuka akawa na hadhira yake ile ile, akawasisitiza, akawaambia hapa akiwa anasema kwa dalili nyingi baada ya kuteswa na kuyanena mambo yaliyohusu nini? Ufalme wa Mungu. Bado aliwafundisha mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Ndio maana mbele pale mstari wa tumeishia mstari wa ngapi? Wa 3, twende wa 4. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke nini? Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. Mstari wa 5, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku chache. Mstari wa 6, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli nini? So the kingdom was for whom? For Israel. Swali lilikuwa very specific. Akina Petro hawajamuuliza, huu ndio wakati ambao unaurudishia ulimwengu nini? Ufalme. Israeli, kwa sababu hadhira wakati huo ilikuwa nini? Ni Israeli. Amen. Wakaendelea, wakapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, wakahubiri, kanisa likapata shida. Maandiko yanasema kutokana na kifo cha nani? Kifo ile inatajwa kama adha, kutokana na adha ya Stefano. Biblia inasema watu wakatawanyika. Ni
ni Matendo sura ngapi? Ya 11, kwa sababu kisa cha Stefano ilikuwa ni Matendo sura ya 8. Twende mstari wa 10 na ngapi? Wa 19, si ndio? Matendo 11:19 anasema, basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya nani? Ya Stefano, wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia. Hii ni miji hii tunaziita non-Jew, kama ni countries or whatever, or non-Jew cities. Ni miji isiyokuwa ya Kiyahudi, lakini Wayahudi pia walikuwepo huku kama wakimbizi. Scattered, they were scattered. Ndio tunaona Petro anapoandika nyaraka zake anawaandikia au Yakobo anawaandikia wateule wa utawanyiko. Wateule wa utawanyiko manake nini? Wateule ni hao wa Israeli, lakini waliofanya nini? They were scattered. Na inatajwa hii miji, utaona inatajwa katika nyaraka zile za kina Petro. So they are scattered there. Hallelujah. Amen. Na Petro kwa sababu alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa kwenye huduma ya Yesu duniani, na alishaambiwa kabisa mipaka yake ya huduma, na waraka wake ukawa vile vile kwa wateule wa utawanyiko. Hallelujah. Waisraeli wale. Hebu tumalizie hapa. Mstari wa 19 tuanze hapa. Anasema, basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hadi Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Kwa nini? Kwa sababu that message was for Jews. Praise the Lord. Ni Wayahudi lakini wako kwa nje ya mipaka ya nini? Ya Kiyahudi. They were scattered. Wakafikishiwa ujumbe. Mataifa Gentiles wanawaona, lakini wanamtafuta Myahudi mwenzao, wanawapa habari za ufalme wa Mungu. Sasa Mungu akaona kuna jamii iliachwa. Hiyo jamii inaitwa jamii ya mataifa, ambayo ni Gentiles, not nations. Sawa kabisa. Amen. Jamii ya mataifa akaona nitaifikiaje? Tutaona Mungu sasa. Kwa hiyo kumbuka, wakati huo huduma ya ukuhani iliendelea, ilikuwepo. Ndio maana Yesu anafanya miujiza, anawaambia wale wengine, okay, nendeni mkajionyesha kwa nani? Kwa makao. Walikuwepo hata wakati wa huduma ya Yesu duniani. Haleluya. Amen. Sasa akakufupisha habari kwa sababu yako masomo tunaweza kurifaa baadaye, mtu anaweza akitaka. Baada hapo Yesu akamtokea mtu alikuwa akiitwa Sauli. Na Sauli anajitaja, ambaye baadaye akaitwa Paulo, anajitaja mwenyewe kama mtu aliyetokewa, ni mtu ambaye alizaliwa si kwa wakati wake. Anasema mwisho wa wote alinitokea mimi kama mtu niliyezaliwa si kwa wakati wake. Tuendeje sasa hapa? Tuanze hivi tu. Yes, tuone Wakorintho wa kwanza 15. Tuone Paulo anajieleza kwamba Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 8. Kama tumefika tuseme amen. Amen. Au tuanze hata ule wa 7. Anasemaje mstari wa 7? Wa 7. Baadaye akamtokea Yakobo tena na mitume wote, na mwisho wa watu wote alinitokea mimi kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Maana yake ni nini? Kwamba huduma ya Yesu, mambo yote ambayo Yesu aliyafanya yalikuwa prophesied, yalitabiriwa. Amen. Ndio maana hata Yesu alipofufuka aliwaambia, wakati anakiendea kifo, anasema inampasa mwana wa Adamu kwenda kutiwa mikononi mwa hao watesi, atateswa, atakufa, atazikwa, siku ya tatu atafufuka. Petro akasema haiwezekani. Tena Biblia inasema Petro alimchukua Bwana Yesu, akaanza kufanya nini? Kumkemea kwamba hasha Bwana, hilo haliwezi kufanya nini? Kukupata. Yesu akamwambia